baada ya Mungu kusema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila muaminie yeye asipotee, bali awe na uzima wa nini? Yesu anapokuja sasa, anakuta wanadamu wanahangaika. Matapeli ni wengi, wametudanganya, wakafikia labda kutoa sadaka eti ndio kwenda mbinguni. Hamna. Wakafikiria kujenga mahekalu na misikiti ndio kwenda mbinguni. Hamna. Wakafikiria kwa njia ya uimbaji bila Mungu ndio kwenda mbinguni. Hamna. Ndipo sasa anasema ile Yohana 14 mstari ule wa 6. Anasimama anasema, mimi ndimi njia na kweli. Unajua kitu chochote hata kwenda mbinguni ni njia. Baharini kuna njia, ndege za angani zina njia, hata hawa wadudu usivili wanatembea tu, wanao wana njia, hata panya wana njia. Angalia njia yetu ya kuingia mbinguni ni ipi? Nani ambaye ndio hiyo njia? Acha kufanya jeuri mpendwa. Amini njia ipo. Hapo angani unaona pako hivyo. Lakini ukiwauliza marubani, wanasema kuna njia naielekea ili nifike Nairobi, kuna njia ninayoelekea ili nifike Ulaya. Haya, kwenye bahari unaona ni maji tupu, pale kuna njia. Sasa huku kwetu kukosekane njia. Itafute njia jioni ya leo mpendwa. Tafute njia jioni ya leo. Sina habari ya kusifia dhehebu wala dini. Hayo yote ni manjia yaliyotupeleka tukaishia njiani bila kufika mahali tunapotakiwa tufike. Sema amina. Kwani wewe nikuulize, wewe ni kizazi na mimi kizazi cha mbali mno. Kwa hiyo wote tuliokuja tumekuta mtu, baba kapotea na mimi nipotea, mama kapotea na mimi nipotea. Sikiro mama ndio aliokoka ni tu ajabu kabisa. Sema mimi napigia Yesu makofi. Inaitwa neema, inaitwa chance ambayo ukipoteza utaipata tena. Na ndio tu muujiza. Achana na miujiza sio ya maji sio nani. Muujiza mkubwa ni kujua ya kwamba hii njia niliyo ni sahihi na hii njia inanipeleka mahali palipo sahihi. Sasa usikeke jiji tu, wewe unaishi tu. Alafu huko unasema mimi janja bwana. Janja vipi bwana? Janja ni yule anayejua njia ya mwisho wa maisha yake kwamba anaenda wapi. Ni mjanja. Bwana niambie mjanja uko lipi? Maana ujanja wote utaishia hapa. Yeye ukiishia hapa, maana kufa sio mwisho wa kuishi. Kuna maisha baada ya maisha haya. Yes. Acha nifurahie hii neema. Hii neema mimi siogopeshwi na kifo. Kifo kikiniambia nakuja nakiambia njoo, maana unanipa lifti ya kwenda kukaa mahali ambapo hakutakuwa na kifo, hakutakuwa na magonjwa. Unanipa lifti. Ndio maana ghorofa kubwa zinakuwa na lifti ili zikupeleke haraka sana mahali pako juu mwisho. Yes. Ndio. Ukiambiwa utakufa sasa hivi hapo unakwenda kwa mjumbe wa Mungu. Unajua mhubiri alikuja akaniambia utakufa. Kwa hiyo ni kifo tu ni nani anakuambia? Wewe ni mwoga wa kifo. Na ukiwa mwoga kifo kinakuja kirahisi. Kinamwambie kwani usiponiambia kwani sitakufa? Kwani wote wanaokufa wameambiwa utakufa? Ni kwa sababu hujui nini? Hujui mambo ya kimungu. Hujui njia. Lakini njia hiyo ya kufika huko ni lazima upitie hapa chini. Tunazungumza hapa. Mtoto Prosper saizi yuko mahali ambapo yani anatuangalia anacheka, ni baba lina dini lakini halitaki wokovu. Ni baba linaimba halitaki wokovu. Yani kule Prosper huyu mtoto ambaye amelala anacheka anasema, "Light wangelijua." Yes. Laiti wangelijua. Hivi unafikiri kwamba Yesu alikuja kutalii? Yesu sio mtalii bwana. Tambua kusudi la Yesu kuja. Kama dini yoyote inajua kwamba Yesu alikuja hapa duniani, shida hawatambui kwamba alikuja kufanya nini. Sasa hata kama unatambua, usiwe jeuri, unafuata tu mkondo wa baba. Mkondo wa baba. Ninakwambia ukifa mbona ufi na baba? Unamwambia baba nilikufuata nikifa tufe wote. Au mtoto wangu tufe wote. Sasa hivi Matias yuko hapo, Selina yuko hapo, Bright hayupo. Prosper. Nasema Bright ataendelea kuishi.
Sema amen. Hapa Pedro yeye alikuokoka. Kwa sababu wachawi hatuwaogopi. Yes. Mapepo hatuyaogopi. Sema amina amina. Yesu akatukuta tunasumbuka, tunahangaika na matatizo yasiyotatulika. Na kama hayatatuliki, yanatatulika kwa njia isiyo sahihi. Ndio maana ukikosa utatuzi kapuku unakabeba. Kagiza kakiingia, umebeba, umekabana. Unakapeleka wapi? Kwa nini usikapeleke mchana, ukapeleke usiku? Kwa sababu hiyo njia unajua mwenyewe kwamba sio njia iliyo sahihi. Maana umetembea na tatizo halijapata ufumbuzi. Ufumbuzi unafikiri kwa mganga wa kienyeji, sivyo? Kaka yangu na dada yangu, sivyo? Nakuletea mwenye kutatua matatizo ni yule aliyesema, njoni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Mama yangu na baba yangu umelemewa na mzigo, wewe nitazame tu. Huo mzigo utakwenda mahali pasipo sahihi. Jioni ya leo nakuletea mahali palipo sahihi. Hakuna mtume yoyote, nabii yoyote aliyekuwa na ujasiri wa kusema, njoni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Walio na ukimwi njoo, walioteseka hawezi njoo, umeteseka na majini njoo. Yesu ana uwezo wa kubeba yote. Ni Yesu mtu mmoja tu, mwanaume mmoja, ana uwezo wa kubeba yote. Mwingine hamna. Huwezi kubeba mzigo wangu wakati wewe na wako umekosa mahali pa kupeleka brother. Nina gunia langu la chumvi nimebeba na wewe na la kwako. Yesu peke yake ndiye hana mzigo yoyote. Aweza kubeba matatizo yako, aweza kubeba matatizo yangu. Nisikilize mpendwa, jioni ya leo, kwa kupitia kifo hiki cha Prosper utambue njia iliyo sahihi ni ipi. Matatizo umeyapeleka mahali ambapo hayatatuliki. Ndio maana umefika mahali umechoka na dini, umeichukia na Mungu umemchukia. Liko jibu jioni ya leo. Yuko Yesu wa Nazareti aliyetoka mbinguni akazaliwa kama mtu, lakini sio mtu ili abebe matatizo ya watu. Wengine tulikuwa tumechoka. Sema amina. Sema amina. Sasa nisikilize. Sikilize. Hii dunia iko hivi. Hii dunia ni shamba la Mungu. Na shamba lazima liwe na mazao. Mazao ni wewe na mimi. Mwenye shamba ni Mungu. Anavuna anachotaka. Ndio maana kuna mahindi yanaachwa mpaka yakomae ndipo yavunwe. Kuna mengine hayagoji mpaka yakomae, maana tuna hamu ya kula mhindi mbichi. Ndio maana amemvuna hata nani? Hata Prosper. Ni mhindi mbichi. Mwenye shamba ameamua avune. Lakini uzuri wa Mungu uzuri wa Mungu ni hivi. Yaani katika vifo kama ningeambiwa nichague, maana sasa hivi nina akili ya kimungu, ningechagua kifo cha mtoto. Kifo cha mtoto. Ngoja nikusomee maandiko. Marko 10. Marko 10. Jamani niseme hivi, Bwana asifiwe. Furahia neno la Mungu. Tukiimba, tukiomba ni sisi kupeleka haja zetu kwa Mungu. Lakini neno ni Mungu kusema na wewe. Kwa hiyo unapolichukia neno, nakwambia umemchukia Mungu. Utakuwa na maisha yaliyo mazuri. Hili neno linatoka kwa Mungu. Sijainua jina langu wala sijainua maji, sijui mafuta, alafu wasiokoka sijui kama wajika. Hivi kweli unakwenda aje kununua mafuta, kununua maji eti ndio wokovu? Wewe vipi? Wewe vipi? Hatukuokoka kwa njia hiyo. Tumeokoka kupitia nini? Neno. Neno lilihubiriwa likaniambia, wewe mlevi unakwenda motoni. Wewe mzinzi unakwenda motoni. Wewe sijui mchawi unakwenda motoni. Nikasema hivi kumbe kuna moto? Ndio. Hilo neno limesema, ni Mungu amesema na mimi. Kwa hiyo
Ukitaka uepuke huo moto, Yesu nimemtuma ili atafute na kuokoa kile kilichopotea. Umepotea brother. Unajua ni ajabu, mtu ushapotea njia, umeambiwa njia hii ya kwenda kwa mama Sara, kwa baba Sara, sio? Unahangaika unasema mimi najua ndio hii. Utatokea huko Kinyantira. Yaani wewe eti ujanja, mtu anakuambia sio njia hiyo, sio. Tena mtu anayejua unambishia, unamwambia ndio bwana, wacha tu niende. Kwambia utatokea huko sijui wapi, Kitunda, sijui Kinyantira huko. Sasa kweli huo ndio ujanja? Sema amina. Kupotea njia ndio kufanya nini? Kuijua ulipotea. Jioni ya leo nataka ujue njia ni Yesu Kristo pekee yake. Sina mwingine wa kumsema hapa. Wote ni marehemu. Na hata mimi hapa ni marehemu mtarajiwa. Yesu pekee yake ndiye aliyeshinda kifo na mauti. Yesu pekee yake ndiye aliyekufa, amefufuka na hata kufa tena. Lakini wengine wote marehemu. Na mimi pia nitakuwa naye hubiri hapa. Mimi ni mchungaji, ni askofu, lakini bado nitakuwa marehemu. Lakini umarehemu wangu una afadhali. Maana ni kama ninayepandwa, mbegu inapopandwa ni nzuri, inaota, inakuletea matokeo mazuri. Kwa hiyo wokovu nilio nao ni kama mbegu ninapandwa na nitaota na nitamletea Mungu matokeo mazuri. Hebu pe Yesu makofi na vigelegele. Watakatifu makofi na vigelegele. Watu wa Mungu kwenye msiba huu, hata wewe pia nikutamkie mtakatifu mtarajiwa. Kama kuna wafali watarajiwa, na wewe pia ni mtu, ni mlokole mtarajiwa. Kwa nini bwana? Wewe ndio unasababisha nihubiri injili. Kwa hiyo wewe ni rasilimali ya Mungu. Umesoma hapo mahali? Soma kitabu cha Waacheni Watoto Wadogo 10 Marko. Basi wakamletea watoto wadogo ili waguse. Wanafunzi wake wakawakemea. Ila Yesu alipoona alichukizwa nao. Alichukizwa sana. Alichukizwa nini? Sana. Akawaambia, waacheni watoto wadogo waje kwangu, msiwazuie, kwa maana watoto kama hawa ufalme wa Mungu ni wao. Amen. Amini nawaambieni, yeyote asiye ukubali ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo hataingia kabisa. Akawakumbatia, akaweka mikono yake juu yao. Sikiliza. Nimesema kama ni mtu mwenye akili, ningeambiwa nichague kifo, ningechagua kifo cha mtoto. Anasema habari ya watoto. Huyu Yesu ambaye ni njia na kweli ya kwenda mbinguni, aliona watoto wanamjia. Sasa ndani ya wale wanafunzi walikuwa hawajui ndani ya ufunuo ulioko ndani ya mtoto. Walikuwa hawajui kwamba yeye aliye pale watoto wanataka wafike kwake, ambao ndiye aliye na kibali cha kuwafikisha mbinguni. Wanafunzi wakawazuia watoto. Biblia inasema Yesu akawakemea, akawaambia, waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie. Shetani hana mamlaka kuzuia mtoto. Ndio maana leo ni sherehe yetu ya kwamba Prosper yamefika kwa Yesu. Mtoto hana kizuizi chochote. Akasema, waacheni watoto wadogo waje kwangu. Jamani, kwa nani? Kwa Yesu. Kama tuseme wote, kwa nani? Kwa Yesu. Lakini Petro hakujua. Mchungaji hajui, padiri hajui, shehe hajui siri iliyoko ndani ya watoto. Aliyekuwa anajua ni Yesu tu. Asema, waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, maana watoto kama hawa ufalme wa mbinguni ni wao. Na acheni Prosper waje kwangu, maana ufalme wa mbinguni unapatikana kwa kupitia mimi. Kwa hiyo walihangaika madaktari, tulihangaika na maombi, lakini kwa sababu Yesu ameshasema mwacheni
Hebu mtu mmoja apige makofi kwa Bwana. Waacheni. Ukimpeleka mtoto kufunga hirizi, maana yake ni kumzuia asiende kwa Yesu. Amen. Hapo na hapo. Yanaje ukimpeleka mtoto kumfanyia mazindiko, maana yake ni kumzuia asiende kwa nani? Kwa Yesu. Haleluya. Amen. Sasa nafurahia kusema habari za Mungu sasa hivi. Tafikiri nakula keki hapa. Mtoto wako umemzuia. Anafungiwa manyoya ya kuku, alafu walivyo wahuni. Kwa nini msimfungie hapa, mnamfungia kiunoni au huku? Hiyo ni njia ya kumzuia mtoto asiende kwa Yesu. Waacheni watoto wadogo waje kwangu. Kwa nani? Kwa Yesu. Madaktari walikuwa wanazuia Prosper asiende kwa Yesu, wameshindwa. Maana Yesu ana mamlaka ya kuvuna mahindi mabichi na mahindi yaliyokomaa. Yeye ana uwezo, na huyu mtoto yuko kwa Yesu sasa hivi. Sasa wewe na mimi rafiki wangu, mpaka umwamini Yesu. Mpaka umwamini Yesu. Umepita kwenye makorokoro mengi kama mimi. Nilipita kwenye mikorokoro mingi. Usiniona hivi. Mganga nilikuwa nikiambiwa yani mganga amekuja basi masikio yanawaka hivi. Mganga wa kienyeji mpuzi. Hivi kule mtu na akili zako. Nina sofa zangu nzuri na gari kama ile nzuri. Eti unapeleka unakalia tufali kama hili. Unapigizwa eti na mkia wa ng'ombe. Sasa mkia wa ng'ombe utakusaidia nini? Brother, sister. Alafu umekalia jiwe au maana kale kaboda kale umeacha sofa. Umeacha jumba lako la maana. Hivi uone kwamba umeliwa bwana? Yaani leo geuka bwana. Sikiliza. Anakutengenezea ngekewa. Ngekewa sianzie kwake. Mimi nakuhubiria Yesu, maana nimemwona Yesu gari hilo nalo na jumba zuri. Na siwezi kukalia kigoda. Kama nakuhubiria yeye ambaye amebadilisha maisha yangu, ambaye ninakuhubiria kwamba na wewe ukifuata njia hii na wewe atakupa. Hana upendeleo. Yeye sio mganga wa kienyeji. Wala huendi kwa kuku wala shuka sijui nyeusi sijui shuka ya buluu, kuku ya kijani. Eti unaambiwa ukalete kuku ya kijani. Kupata kuku wa kijani shida, na ukimkosa utaambiwa lete laki. Wewe bwana acha uhuni bwana, ndio kwa Yesu bwana. Umeliwa vya kutosha, sina tosha. Alafu wewe mwenyewe umekwenda huko na watoto nao unawakokota unawapeleka huko. Mnawafungia mihirizi huko viunoni. Siku moja tukaombea mtoto afunguke. Sasa mama mchungaji akawa anashika kale katoto anacheza nako. Yule mtu anasema na mimi na Mungu naimba kwaya, na mimi ni Mkristo. Mama mchungaji sijui kapewa ufunuo gani. Kashika mtoto huko. Sema hili ni jiwe nini? Familia kweli inafahamu. Tulikuwa huko kachani. Huyu ananong'oneza mchungaji. Tunaomba lakini miungu ni miwili. Kuna mtoto amefungiwa, Mungu mwingine huko. Akamwambia hebu inua. Kuinua kamuita mzazi kamwambia hii ni nini? Asema sijui nini, sijui alifungiwa lini, sijui nini. Yeye mwenyewe anaiogopa hirizi. Alafu bado anamfungia mtoto. Sasa tunaikata. Jamani, mnaikata tena. Hii sio Mungu. Hii ndio inamtesa huyu mtoto. Kumbe unakumbuka. Mtoto ni hivi, kanatembea kama kiwete ni hivi. Ni hivi. Tulivyo ikata ile hirizi na kumwombea, mtoto akawa anatembea. Tembea na Yesu, tembea na Yesu, tembea na Yesu. Oh haleluya, amen. Ukiwa mlevi uokoke, utembee na Yesu. Oh haleluya. Hebu tupungiane mikono watu wa Mungu. Wewe mwenyewe ushafikia umri kama wa kwangu, unakuwa jeuri wa nini? Si ukubali tu kusema Yesu na kupokea kwa Bwana na Mwokozi. Ushafikia jioni brother. Ushafikia jioni. Wewe unaniangalia. Amina. Ushafikia kama mimi unakuwa jeuri. Si afadhali utengeneze tu. Injili kama hii utaipata.
Wajinga ndio waliwao. Sina mpango wauliwe, nina mpango ya kwamba umefikia wakati wako wa kujisalimisha kwa Yesu, awe njia na kweli ya kukuingiza mbinguni. Sema amina. Wacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, maana watoto kama hawa ufalme wa mbinguni ni wao. Ni wao. Huyo hapa. Nakuambia, sikiliza, wewe si chimbi, wewe mwanao. Fanya jeuri tu. Utamkuta mtoto hakuhubiriwa injili, amekaa huko anasema hivi, yule ni baba. Baba ndiye yule, maana kuna ufa. Maana mtoto ana kibali, mtoto yoyote. Nisikilize, yoyote. Kwa sababu tunahukumiwa kwa maisha tunayoishi. Tunahukumiwa kwa matendo tunayotenda. Mtoto huyo anatenda nini? Sasa kama mstari kaliko kazuri nataka nikahubirie. Ni haka uliko soma. Mtu asipoongoka na kafanana kama mtoto mdogo. Yaani mtoto mdogo anakubaliana na lolote. Na mimi nakushauri kuwa mtoto jioni ya leo ukubaliane na hili ninalosema ya kwamba Yesu ni njia na kweli na uzima. Wacha kudanganywa. Kubaliana na utoto jioni ya leo. Kubaliana na kuwa mtoto. Huyo mtoto nikimwambia njoo anakuja. Asipokubali ufalme wa Mungu kama mtoto, kamwe hata uingia. Kwa hiyo kuna siri ndani ya huyu. Wewe tuliokoka unatufanya kama vituko. Sio vituko wapendwa, sisi tuko vizuri. Nakwambia tuko vizuri kimwili, kiroho na kimaisha ya baadaye tuko vizuri jamani. Haleluya, mpigie Yesu makofi. Nakutia wivu, nakutia wivu, nakutia wivu. Oh, ya mashaka baba. Sikiliza. Sasa wewe kama umefikia uzee kama wa kwangu, jeuri ni nini? Kwani kuna pombe dili? Hamna. Kwani kuna kwa waganga wa kienyeji dini? Hamna. Alafu nisikilize. Hebu nisomee tena. Yohana 3:16. Yohana 3:16. Hiyo. Sikili nimepotea na ufunuo hapo. 3:16. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee. Mwanawe nini? Pekee. Kwa hiyo mwokoaji ni nani? Yes. Pekee maana yake ni kitu hichi. Hao wengine wote umetapeliwa pendwa brother. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda nini? Akatoa wawili. Sasa huyo wawili muangalie ni nani? Anakupeleka wapi? Kwa maana jinsi Mungu aliupenda nini? Kwa hiyo hata wewe uliokuwa hapa Mungu anakupenda. Sikiliza, endelea. Hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Endelea, kuna kafstari nako kataka wala sio huko. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni. Endelea. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili Soma vizuri. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Mstari unaofuata ndio nautaka. Amwaminie yeye hahukumiwi, asiamini amekwisha kuhukumiwa. Yaani nisikilize pendwa, nisikilize nipaswe sasa injili. Yaani hutahukumiwa kwa sababu ya uchawi. Maana uchawi ulikuja kwako kwa sababu humwamini Yesu. Hutahukumiwa kwa ulevi. Utahukumiwa kwa sababu ulikunywa pombe kwa sababu hukumwamini Yesu. Yesu ukimwamini, kiu ya pombe inaisha. Kwa hiyo huhukumiwi kwa sababu ya ulevi. Kuna kitu ambacho kitakuwa ndio sababu ya kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Hiyo ndio hukumu. Maana usingepiga tunguli, usingekuwa mchawi, ni kwa sababu hukumwamini Yesu. Kwa hiyo hukumu iko kwa sababu hukuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Hiyo ndio hukumu. Usifikiri utahukumiwa kwa sababu ya pombe au kuvuta bangi. Halafu na wengine wapumbavu. Hivi bangi na yaani hata nguruwe mwenyewe ukimpa bangi anakimbia na roho wake. Na tumbaku. Hivi uone kweli shetani alivyofanikiwa kwenye maisha yetu. Na mimi nilikuwa napiga hapa. Afati janja, alafu suruali imeilegeza iko hapa chini. Jinsi gani huo pumbavu bwana? Yaani unajua mpumbavu habadiliki, lakini mjinga anabadilika.
Na yule aliyekuwa mjinga bwana ubadilike. Kwani tunapeleka watoto wa shule kwa sababu gani? Si kwa sababu tukakaondoa ujinga. Yesu asifiwe. Sasa ujinga wa kimungu hauondoki. Hauondoki, nisikilize, hauondoki bila Yesu. Bila Yesu. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda nini? Hata akamtoa nini? Ili kila amwaminie bali awe na nini? Sasa nisikilize, hapa duniani hatuna umilele. Sikiliza brother, hatuna umilele, hata hakana umilele. Nimesema hivi, mwenye shamba anaweza kuvuna mahindi mabichi na mahindi yaliyokomaa. Haya ni mahindi mabichi. Sema amina. Amen. Na ninakuhakikishia, ninapopata ufunuo, mbingu itakuwa imejaa watoto kama hao. Maana ukishakuwa mkubwa unakuwa jeuri. Ndio maana kale kamseri ka mwisho kanasemaje? Kanasema hivi. Kanasema asipopokea ufalme wa Mungu kama mtoto, kamwe, ndivyo Biblia inavyosema, sijaongeza, kamwe hauingi. Maana hapo unawaza, huyu amekuja kutuhubiria tutoke kwenye dini. Mimi sina dini. Dini zilishindikana, nikakimbilia kwa Yesu. Si unajua una dini lakini bado unabuya sigara? Si una dini lakini bado umevaa hirizi? Si una dini lakini unayoyafanya usiku si hayampendezi Mungu? Kwani si unajijua? Haleluya. Kwani mpaka nikuambie? Kwa hiyo Yesu amekuja kuokoa maaskari, madaktari, wachawi, walevi na kila namna. Bwana Yesu asifiwe. Hutahukumiwa na kutangazia mimi hapa. Pombe sio shida. Shida imekuwa kwa sababu hukuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Hiyo ndiyo hukumu. Jina la nani? Hapo nasema mjaji. Kwani mimi nakuambia hivi, sikiliza. Ukiondoa hii Biblia hii hapa, na Mungu naye hayupo. Sema amen. Amen. Vitabu viko vingi lakini vina usanii mwingi. Hapa ndio hapo kuna usanii. Na ndio maana shetani anapachukia hapa. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Hebu mpe Yesu makofi. Yaani hatusemi mpe mtume nani makofi. Wengine wanasema eti mpe maskofu Ngwambo. Mimi nani? Mimi Kiburugeni. Mimi tunampa Yesu makofi. Hebu nisomee kaandiko kingine. Kuna kaandiko nakatafuta ukasome tu. Hapo kaandiko naweza kakatufikisha mwisho ili ufanye maamuzi. Ufanye nini? Maamuzi. Nimepakumbuka kabla sijapapa. Nisomee Mhubiri 8:8. Mhubiri 8:8. Fanya shapu. Hakuna mwenye uwezo juu ya roho aizuie roho, wala hana mamlaka juu ya siku ya kufa, wala hakuna kuponyoka. Hakuna kufanya nini? Kuponyoka. Hakuna kufanya nini? Kuponyoka. Utaponyoka katika vita vile, wala uovu hautamwokoa yule aliyeuzoea. Wala uovu hautamwokoa yeye aliyefanya nini? Bwana, umekuwa na uovu, umekuwa na mahirizi, umekuwa ukipigiwa madogoro. Kwa hiyo yani umekuwa na uovu tu, lakini hautakusaidia lolote. Pendwa nisikilize. Uasili unaondolewa na Yesu peke yake. Yesu ndiye aliye na asili ya Mungu. Anasema hakuna awezaye kuiokoa roho siku ya kufa. Yule mtoto alikaa kule ICU takriban wiki 3. Walijaribu sana kuiokoa roho ya nani? Prosper. Lakini hili neno ndio linalosema jamani, hakuna. Juzi tulikuwa na msiba pale kisiwani karibu na nyumbani kwangu. Dada mmoja amezaliwa 98.
ndio anachukua sijui ni masters, sijui ni degree ya udokta. Yaani ndio anaichukua tu. Ameanguka tuti akafa. Na ni daktari anachukua degree ya udaktari. Mtoto mdogo mno. 98 imetoka takriban 36. Bado 20 na 23. 26 kitu kama hicho. 27. Lakini amekwenda ameandikwa pale dokta. Alikuwa ni dokta nani yule? Dokta. Amefahamika mpaka kwa wakuu wa mikoa. Ndio anataka kukumbatia sasa fedha. Alianguka tuti. Sasa dokta, wewe unategemea uende hospitali. Dokta anacheza na madawa yote. Hakuna awezaye kuzuia roho. Wote tutakufa. Lakini mwisho wa kufa ni nini? Matokeo ya mwisho kwamba sasa hivi roho imeachana na mwili ni nini? Unaenda wapi? Maana Biblia ishakataa, ishasema hakuna. Sasa wewe unakimbizana tu na uko kwa madaktari. Anasema hakuna mwenye uwezo juu ya roho aizuie roho. Juu ya roho aizuie nini? Maana yule daktari ni roho. Anataka aizuie nini? Roho. Anakuta roho imefanya nini? Imeondoka. Alafu sikiliza nikueleze kitu. Sikiliza mpendwa nikueleze kitu. Anapokuja hapa, ngoja ni huyo hata kwa zika. Anapokuja hapa, ndugu tumezunguka kitanda. Anaweka vipimo vyake vyote. Anasema hivi, nani ndugu wa huyu? Wa karibu. Nani ndugu wa huyu wa karibu? Yaani maana yake atoe matokeo. Sema matokeo. Sema matokeo. Anasema hivi, jamani, wewe ni ndugu wa karibu. Mwenzetu huyu ametuacha. Yuko hapa na yeye anasema hivi, mwenzetu huyu amefanya nini? Ametuacha. Lakini tuko naye hapa ndio ameweka akasema mwenzetu ametuacha. Wewe si mwili, wewe ni roho. Ile roho ndiyo ya kwenda kuishi. Ninazungumza hapa kwa sababu roho ndiyo inasababisha nizungumze. Hakuna roho iwezayo kuzuia nini? Roho. Bwana Yesu asifiwe. Ili mtu alizungumza vizuri. Hakusema daktari. Asema roho. Maana roho ni uzima. Aidha uende kwenye uzima wa moto wa jehanamu au uende kwenye uzima wa raha ya milele kule mbinguni ukiwa na Yesu. Hakuna uwezaye kuzuia roho. Roho kuzuia nini? Roho. Huyo anataka izuie roho na yeye ni roho. Anasema mwenzetu katutoka. Mwenzetu kafanya nini? Lakini mbona nilima uko hapa? Mbona mbona uko hapa? Kumbe mimi sio mwili. Mwili huu ni udongo. Lazima urudi mavumbini. Umefanywa kwa mavumbi, utarudi mavumbini. Roho yako ikufanywa kwa mavumbi, ndio maana inarudi kwa yeye mwenyewe aliyefanya. Pigia Yesu makofi. Sasa wewe unategemea usalini. Kumbe ule usalini naye hana tegemeo lingine. Mimi ndio maana nakuonyesha njia jioni ya leo. Hebu mtegemee Yesu, mtegemee Mungu. Mungu ambaye ndiye aliyeweka hiyo roho. Sema amina. Amen. Maana huyu naye anazuia, lakini na yeye yako kinatoka. Mwangalie kwamba ikitoka inaenda kwa nani? Ikifikia mikononi mwa shetani mpendwa. Kuna kamtika. Kama ulikuwa mlevi nasikia kule kuna pombe ambayo inawaka moto. Wengine wanasema ukifika kule utakuta wanawake warembo wazuri. Mbinguni hakuna kuoa wala kuolewa. Wewe kwa maana Yesu tu. Ukifika mbinguni kuna mabadiliko, kuna mji mwingine, kuna utawala mwingine, kuna mamlaka mengine tofauti na hapa duniani. Hakuna kuoa wala kuolewa. Utakuta mwanamke mzuri wamepanga namna hiyo ni injili ya uongo. Bamba. Fanya mbinguni wao utaingia kule ujefi. Uliingiaje kule? Ulikuwa kahaba, uliingiaje kule? Eti uende kule. Na kule motoni sasa, penyewe utakuwa na haya kutafuta mwanamke wakati unateseka kwenye moto. Wewe mwanamke utakuwa na naye.
Wewe unachemka kwenye pipa alafu wewe eti unatamani mwanamke. Nikakudanganya bwana, hizo injili za fake huko. Sema amina. Umedanganywa ukadanganyika, geuka. Wewe uko gerezani, unateseka, umefungwa pingu mikono na miguu. Eti uangalie tena unatamani. Unatamani mbao, unatamani ufunguliwe pingu. Wapendwa, haleluya. Wapendwa, haleluya. Unatamani utoke kwenye kongwa, eti unatamani utakuta mke mzuri. Nini nataka hapa tunawachia. Tumekwambia hivi, hapa unaondoka na Yesu ngeo umekwenda mahali pazuri. Uondoke na mke wala utakuta mkeo kule kuoa. Kama mkeo mlikuwa mnalala kitanda kimoja, Biblia inasema watakuwa wamelala kitanda kimoja, mmoja atoliwa, mmoja afanya nini? Hata ndio leo wokovu ni wako pekee. Hauna kuaga wokovu kuaji. Hivi ulipoanza kuvuta bangi ulimwaga nani kwa maana kwenda kuvuta bangi? Mwage polisi, nenda kwa polisi mwambie na polisi unanipa ruhusa. Wako hapa na washirika wangu wako hapa. Polisi nipe ruhusa nikavute bangi. Acheni uhuni bwana. Hivi anamuuliza mimi unaniruhusu niokoke? Sawa na kumuuliza polisi unaruhusu nivute bangi? Utalamba makofi kikweli kweli.